ningetamani leo tufanye tu mahubiri mafupi ambayo ni muhtasari utakaobeba mafundisho yote yaliyopo katika masomo yetu yote ya leo, somo la kwanza, la pili na la tatu. Masomo marefu na hasa Injili yanasema mambo mengi, lakini katika masomo yote kuna katikati yake kuna fundisho moja ambalo limebeba mengine yote, nalo limeimbwa na waimbaji katika wimbo wa katikati. Linatangaza wenye heri ni yupi. Waimbaji mlieni wimbo wa katikati hiyo. Amri za Mungu kama zilivyoelezwa katika Injili ya leo, yote yanafungwa kwenye hiyo heri. Kwa hiyo swala linakuja, hii kweli heri yetu iko wapi? Sisi wa Kristo ni yupi mbele ya Mwenyezi Mungu? Ni yupi mbele ya Yesu? Anaonekana mwenye heri ni yule anayefanya nini? Waimbaji, anayefanya nini? Mafundisho muhimu tuliyofundishwa na Bwana Yesu katika Injili ya leo, mafundisho yaliyoko katika somo la kwanza. Heri yetu iko hapo tu, katika kuyashika kwa utii, kwa uaminifu na kuyatangaza, kuyatolea ushuhuda. Heri waendao katika sheria ya Bwana, heri waendao, heri waishio katika kutimiza amri za Mungu. Nasikia Bwana Yesu amesema amri zote, yeye hakuja kuondoa sheria, amekuja kutimiza. Nasema hata yote moja, yaani hata nukta moja ya sheria iliyowekwa na Mungu hata hakuja kuiondoa, bali kuikamilisha. Hata yote, hata kipande kidogo tu cha sheria yote Yesu anayaheshimu. Yesu anayaheshimu, na yeye mwenyewe hapa mstari wa mbele katika kuweka kwenye matendo. Na sisi ndugu zangu, heri ni vitu vizito sana msamiati. Ni nani mwenye heri hapa? Yaani heri, tunazungumza juu ya heri nane za Injili. Yaani wabarikiwa nani? Wapenzi wa Mungu. Ni mwenye heri hapa ni nani? Ni yule tu anayeishi kwa kadiri ya sheria ya Bwana, anayetembea katika sheria ya Bwana, anayeishi kwa furaha na kwa uaminifu kwa sheria ya Bwana, amri za Mungu, amri za kanisa, mafundisho mengine yote ya kanisa yanafungwa katika sheria ya Bwana. Heri waendao katika sheria ya Bwana, heri watembeao katika sheria ya Bwana, heri ya wale ambao katika maisha yao, katika safari yao ya maisha leo, kesho na kesho kutwa ni kuishi amri za Mungu kiaminifu, ni kuishi
kama Injili yote, mafundisho yote ya Injili kama yalivyo kiaminifu. Sheria ya Bwana iko huko, sheria ya Bwana iko huko, sheria ya Bwana iko huko. Yaani yale ambayo Mwenyezi Mungu anapenda tuyaishi yako huko, yale Yesu ambaye anataka tuyaishi yako huko katika mafundisho ya Injili. Makali, lakini sasa kwa neema ya Mungu tunaweza. Nisikia amesema hata mtu kama unatolea sadaka kwa mkarimu, alafu utakuwa una kitu na mtu, ufanyeje? Unaiacha hii sadaka kwa mkarimu, unakimbia kule moshi mwingine, unakwenda kuomba msamaha, unarudi. Mungu wangu, sasa pia atapata gari huko njiani kufika, au ataenda ndani huko. Sasa Bwana Yesu, ni kwa nini usiache tu atolee kwanza alafu arudi? Hakuna, sheria yake inasema lazima kuomba msamaha kwanza kabla ya kumtolea sadaka ambayo itakuwa hisani, ambayo itakuwa itapata kibali mbele yake. Itakayopata nini? Itakayopata nini? Kibali. Hebu fikiria masadaka tunayotoa kwa jamani. Wewe unatoa sadaka, hata wewe unatoa sadaka. Hivi zinapata kibali? Zinapata kibali. Maana lazima tuwe kweli ndani tunang'aa. Hakuna mtu ambaye anakumbana na mtu jiani. Hakuna mtu ambaye anakumbana na mtu jiani. Hakuna mtu ambaye anamsikia mtu jiani. Hakuna mtu ambaye anamwambia mtu jiani. Hakuna mtu ambaye amevunja amri ya sita jana. Hakuna mtu alitembea nje ya ndoa jana. Hapo anaangalia chini. Hakuna mtu alielewa jana. Hakuna mtu alielewa kwa mganga jana. Sasa yani huko kote inafungwa katika heri waendao katika sheria ya Bwana. Heri waendao katika sheria ya Bwana. Na hilo liko kwenye sheria ya Bwana pia. Uiache sadaka yako kwa mkarimu. Uende. Sasa hiyo fikiria. Watu wengi hapa mna kitu huko moyoni. Yaani watu wengi hapa tu kuna kitu huko moyoni na mtu. Kuna kitu ambacho wewe na mtu fulani bado. Labda ni hasira, labda ni msamaha, labda ni kutekeleza jambo fulani kusamehe, labda ni deni, labda ni kusemea uongo. Sasa unapokuja kutolea sadaka hapa, Yesu anakuambia nenda kwanza ukapatane naye, kama yuko hapa kanisani, mtoe nje, muongee, mpigie magoti na kupigie, mshikane mikono ili ukatolee sadaka. Kwa vingine mnayotolea sadaka hiyo mnatolea tu na kugawa kuliko tu, haina kibali mbele ya Mungu. Hapo mnaonaje? Hapa ni wangapi tutakaosalimika hapo? Ambao kwa mbele tunatolea sadaka tukiwa vizuri na ibada na inapata kibali kwa Mungu. Hapa ni wangapi tuko salama? Hapa ni wangapi? Hapa ni wangapi tuko salama? Hatuna kitu katika moyo wetu na mtu. Hakuna amri ya Mungu ambayo tumeivuruta. Amri ya kwanza Mungu na kuwapisha Mungu ya pili sana kwa kwenda kwa sababu ya nini watu wanafanya mambo mengi ya ndani sio ya sawa na sikende lakini tunataka ya kusoma ya watu. Sasa niambie tu hapo nani iko vizuri? Anang'aa, nyosha mkono tupongeze. Nyosha mkono. Yaani hivi kwamba sasa tunapokuja hapa kutolea sadaka hii, kweli inapata kibali. Na sisi tushukuru, utufundishe namna ya kuishi. Nyosha mkono tupongeze. Hayo ndio kitu. Hakuna mtu anayeng'aa kama uko ndani. Wote matatizo tu. Matatizo tu ya kiroho. Hata baba lazima sio kuja anakuja kwa kushiriki. Lakini hakuna hata moja kwenye sio wote. Hata kama shahidi jamani, ambao huko ndani kabisa unaona ulivyo hapa mbele unang'aa. Kuna kitu na mtu kuja kuvunja amri ya Mungu kwa namna yoyote, wala amri ya kanisa wala mafundisho kama Yesu anayotufundisha siku ya leo kwenye Injili. Kweli nyosha mkono. Nyosha mkono tupongeze. Hayo yote ni wadai. Mmegombea katika gani?
Ipongezeni. Ipongezeni kwa ile nani? Kwa vile vile vya mashaka. Anzeni. Hapo mnakataa. Basi sasa wale unyenyekevu. Wale unyenyekevu kwa sababu wewe ni mzuri ndani na mnaona kwamba mambo yako vizuri, si ndio? Lakini usijali, bado Yesu anawaita. Yesu anawaita. Ujitakase. Yesu anawaita ujitakase. Sasa hiki kipindi cha sinodi, yaani ni baraka ya Mungu ndani kwetu. Haya mafundisho ya sinodi. Kama sasa hivi wiki hii tumefungua wiki ya neema jana. Mafundisho ya ajabu tunafundishwa huko. Mafundisho mazito ya kina tunafundishwa. Ibada huko ya maungamo marefu yanayotumia kama masaa mawili, watu wanaungama kweli, wanaungama mbele ya Mungu madhambi yao yote, wanaungama mbele ya Baba, lakini si pale ni Yesu. Sisi ni wadhambi, yaani Yesu ametuweka tu pale kama alama yake. Ni yeye mwenyewe anasamehe, anasikiliza dhambi na kusamehe. Kwa hiyo hii wiki inapokuwa ni mafundisho mazuri hivyo, maungamo ya kina, toba, kufunga kwa siku nzima, misa takatifu na kupata rehema kamili, yaani kuondoa maadhabu yote ya dhambi, yote yanasafishwa na mabaki meupe. Sasa ni lazima muitumie, ni lazima muipende sana, mpende sana mwaka wa sinodi, mpende sana mafundisho ya sinodi. Haya mazoezi yanayofanya mara kwa mara, ambayo kwa kweli jioni ile tunafikia kuadhimisha misa takatifu. Jioni ile tunafikia kwanza, tuseme kwa mfano tumetembea, tumefanya njia ya msalaba kutoka mpaka tukafika kule Mashariki, au tukafika kule Ushiri. Tukafika kule Ushiri saa 9. Tumechoka, njaa inauma, miguu inauma, kiu. Tunaanza maungamo. Nakuta mabaki kama 30. Huko kwenye uwanja huko watu wako magotini na wanaungama, wanakosea Mungu na Mungu anawasamehe. Halafu tunaingia kanisani, tunaanza misa takatifu. Kama msikiliza askofu kuongea. Tunaanza misa takatifu. Tunapokea Ekaristi. Halafu na mwishoni tunapata rehema kamili. Na tunafundishwa rehema kamili ni msaada unaomwagwa na Mungu. Ni neema inayomwagwa na Mungu kuondoa maadhabu yote, hata yale hayakuondoka wakati tulipoungama zamani au sasa. Na kangua unabaki mweupe, ukifa usiku unakwenda mbinguni. Wajifaidike sana na mafundisho ya kipindi hiki, kila mmoja. Hakuna wa kusema kwamba yuko vizuri, wote hakuna wa kusema kwamba yuko vizuri. Ni lazima tujitahidi kujitakasa, hata kama nikipita wakati wowote, kama ni leo jioni, kama ni kesho, kama ni mwisho wa wiki. Situko hapa leo, hatujui ni nani anatangulia. Kwa hakika kuna ambaye atatangulia hapa mpaka mwaka ujao. Kwa hakika tutakuwa hivi. Kwa hakika nani anatangulia sasa? Nani anafahamu nani anatangulia? Kuna hata mmoja akatana, mimi natangulia. Ninajisikia na Mungu kutangulia. Inawezekana ni mimi, inawezekana ni wewe. Sasa ndugu zangu, tutumie muda huu. Hakuna cha kusema niko vizuri. Yaani Yesu anasema ni lazima uwe mweupe ili sadaka yako iweze kupata kibali machoni pake, ili maisha yako ya kila siku ambayo nayo pia ni sadaka safi kwa Mungu iweze kupata kibali. Yaani unafikia mahali unapokuwa kama dhabihu, sadaka nzuri, kafara nzuri inayounganishwa na sadaka ya ukarimu kutolewa kwa Mungu. Nani yuko hapo sasa? Ni lazima tujitakase kabisa. Yaani tushike amri za Mungu kamilifu kabisa. Tusitoke
ushuhuda wa kina kabisa kwamba mimi ni Mkristo Mkatoliki, ili siwezi kufanya. Haiwezekani nikafanya hivi. Na usijitulize, yaani ile mama nimwambia kwamba ile mama alikuwa ananiambia kwamba sasa baba askofu, mimi nikienda kwenye jumuiya ndogo za Kikristo sijui nifanyeje baba. Mimi nikiketi kwenye benchi la kwanza, niko na wakina mama, mara moja wanaondoka huko na niacha mimi peke yangu. Ninasogea lakini wanaondoka tena baba. Nikamwambia ni kwa nini wanakuacha hivyo mwenyewe, umefanya nini tu? Anasema nina uchawi baba. Nikamuuliza uchawi nao ninacho kidogo baba. Sasa kwa na kidogo si fadhila. Yaani nataka tukupongeze kwa sababu nacho kidogo. Lazima ujitakase, ujisafishe, acha sadaka kwa ukareni. Nenda kwanza ukapatane, ukajitakase, urudi. Wewe nitana ananieti. Anafikiri kwamba yani anajituliza. Anajifundishia ubani. Ninacho kidogo baba. Kidogo sio fadhila, na hicho ukiondoe, ondoa katika maisha yako basi safi. Haya, moja niliuliza kwamba sasa nilimwambia nani na kuna watu ambao wana madeni sana. Wewe una deni lolote? Yaani madeni yanasumbua sana watu. Wewe baba una deni lolote? Kama unalo jitakase, ujiondoe mara moja, kwa sababu tunaambiwa tupaswe kuwa na madeni yoyote. Anaambia mimi madeni sinayo kabisa, isipokuwa ninalo la mke wangu. Nikamwambia sasa hiyo na mke wako, akaniambia askofu, hili sio deni kwa kweli, maana tunakuta baba kwenye ndoa tulisema nisi wawili tena ni mwili mmoja. Kwa hiyo baba hili deni ni kama ni la kwake pia na la kwangu. Naona hivi. Kwa hiyo mwili mmoja eti kwenye ndoa eti ni si wawili tena. Hayo naona anasema hana deni. Ulimkopa mke wako $1,000,000 aliyekuwa ametoka huko Kenya kuuza mahindi, ukamkopa, ukamwambia utamrudishia. Sasa imefika mahali kurudishia, unasema eti yaani ni mwili mmoja, na yeye pia ndio deni eti. Unaona kuunganisha hivi. Anasema si wawili tena kwa askofu, ni mwili mmoja. Yaani kama mimi nina deni kwa $1,000,000 naye ana deni hiyo. Yaani hapo ndani tumeunganishwa hapo, tumechanganywa hapo. Hakuna cha mke wangu, hakuna cha mke na cha bwana. Ni mwili mmoja. Kwa hiyo ni mbao. Unaunganisha hivi huko ndani. Ongera. Ni mwili mmoja. Kwa hiyo naye adeni la $1,000,000 naona ni mmoja, kwa sababu mwili ni ule umechanganyikana sababu ni katikati. Sasa utakata wapi? Nipongezeni kwa mambo kama hayo. Hayo hayapija. Ni lazima tu tujisafishe, tujitakase ili tuweze kupata, ili tuwe na utakaso, tuendelee mbele ya Mwenyezi Mungu. Haya ndugu zangu, ni waombe tusiwe na hofu, tusiogope sana kwamba sasa itakuwaje. Kitu cha maana sana kwa watu kama sisi, kwanza ni kushukuru Mungu. Unapopata mafundisho ya namna hii, unapoelezwa kwamba mambo yanapaswa kuwaje, ni lazima tujitakase kabisa, ili sadaka yetu iweze kupata kibali mbele ya Mwenyezi Mungu, ili tuweze kuwa kweli wenyewe wale tunaotembea katika sheria ya Bwana, tunaoenenda katika sheria ya Bwana, tunaofanya kama anavyopenda mia kwa mia. Kama pale tunapokuwa kama tuko duniani sisi ni wadhaifu, sasa mafundisho matakatifu yatusaidie kutoka huko. Kuna watu walionaswa hapa, walionaswa. Sasa mafundisho matakatifu ya kanisa sioni hii kusaidia kujinasua. Kwenye wiki takatifu kama hii, wiki ya neema, uende huko ukafanye siku ya toba, siku ya sala, siku ya kufunga, siku ya maungano ya kina, siku ya kupokea kanisa takatifu na kupokea neema kamili, ili Mungu akipita wakati wote siku za karibuni uende kwa amani. Tuingie huko, tusiumie sana, tusilalamike sana kwa nini mimi nimetenda dhambi, sasa nitaishia wapi? Hakuna cha kulalamika. Tumia msaada unayopewa sasa, ujitakase. Jitakase. Sinoni kwa kukutakasa. Ufanye mabadiliko. Uweze kuwa
ukubalike mbele ya Mungu, uweze kuibiwa kama huyo anayeibiwa katika masomo yaliyo katikati. Heri yule anayetembea, anayenenda, anayetimiza, anayeishi amri za Mungu, mafundisho ya Mungu, injili ya Mungu, mwongozo wa kanisa. Sasa tuieni wakati, msiogope. Yesu anaomba msaada kama hiyo, tuitumie tuweze kutoka huko. Kuna ambao tumenaswa, hakuna ambaye ataelewa salama. Mwingine hapa ni pombe, kuna walevi hapa, au kama sio walevi kabisa, basi tunatumia vile kabisa na kwenye pombe. Mwingine hapa ni majungu, ndani mko mdogo tu, midomo kali. Wapo si kweli wakina mama, si wapo watu wa majungu, si wapo majungu, hawapo hapa hapa umetakasa majungu hapa Kidogoria, umbea, uchawi. Sasa sehemu kama huko tuombee sasa kwenye hii visa. Yesu atakase. Tuombee kesho kule mkuu. Yesu aondoe uchawi, madhamiko, ulevi, majungu, umbea, wizi, uvivu. Hata hivyo, neema ya Mungu ina nguvu kuliko udhaifu wetu. Neema ya Mungu ina nini? Naomba mrudie. Hata hivyo, neema ya Mungu ina nguvu kuliko udhaifu wetu. Naomba mrudie. Neema ya Mungu ina nguvu kuliko udhaifu wetu. Rudieni mara tatu. Neema ya Mungu ina nguvu kuliko udhaifu wetu. Asitupishe kwenye nafsi. Neema ya Mungu ina nguvu kuliko udhaifu wangu. Basi ndugu zangu, wewe na mimi, basi tukimbilie neema hiyo, hasa kwa kipindi hiki iko wazi kabisa, iko freshi kama kwenye wiki hii, kwenye wiki ya neema, wiki takatifu. Tukafate kule mkuu kesho. Ukishindwa basi uende kule siku ya Alhamisi kwa kule Kilemamama, kongamano kubwa. Sasa nyinyi wote wa Rombo, vikali vya Rombo, mnapaswa kwenda mkuu mama kesho. Ukishindwa basi uende Kilema Alhamisi. Ukishindwa uende kule Hai, vikali vya Hai, parokia familia takatifu kule Hai, ukia kwenda Sanya ili ukatakaswe. Ukatakaswe kwa kufanya na hiyo neema ya Mungu iliyo na